Amina. Hatima yako ni toba. Hatima yako ni utakaso. Amina Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Msomaji, nisome kitabu cha Yeremia 1:5 na 6. Amina. Amina. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Soma. Kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua. Na kabla hujatoka tumboni, yani kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake mashetani wanajua kabisa wewe ni mtakatifu wa Bwana. Amina. Sio kana kwamba hawajui. Yes. Yeremia alitakaswa kuwa nani? Twende mstari wa 6. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama, siwezi kusema. Rudi mstari wa 5 kipengele A, kipengele B. Kipengele B. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Yeremia alitakaswa awe nabii wa mataifa. Amen. Wewe leo hii umetakaswa kuwa nani? Amen. Je, milionea? Je, daktari? Je, mwanasheria? Je, tajiri? Umetakaswa kuwa nani? Yes. Na mashetani anajua kabisa kwamba mtu huyu akiishi sawa na misingi ya Mungu, kuna wengi watabadilika, kuna wengi watakombolewa, kuna wengi watainuliwa. Amen. Kitu wanachokifanya, wanapiga uchumi, wanapiga mahusiano, wanapiga afya. Wao wanabakia ni mtu wa kuhangaikia ule nini, uvae nini, ulipe kodi, hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ana wakati huo wewe unapambana watoto wako wasome, wakati huo wewe unapambana familia ile, wakati huo unapambana upate kodi ya nyumba, wenyewe mashetani kule wanashangilia, wanasema tumemweza. Ndio maana Yesu alipokuja duniani akasema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, mengine yote mtazidishia. Amen. Manake yapo tayari. Amina. Kwa sababu mwenye kitu huwa anazidishia. Ndio Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukijua wewe ni nani, kwa nini upo duniani, unatakiwa kufanya nini, hautaleta mchezo kwenye jamii ulionayo. Amen. Kwa sababu Mungu amemuumba mwanadamu katika matabaka matatu. Yes. Mtoto ajifunze. Ndio. Kijana atafute. Amina. Mzee atumie. Sasa leo watu wengi wanakazana kwenye kutafuta mpaka nikia kaburini. Yes. Na yale anayotafuta anakufa na yaacha, wengine wanayatumia vibaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio maana Mungu kwa kujua hilo akasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Amen. Mwiteni maadamu yupo karibu. Yes. Siku zote sisi tunajua kwamba tunatafuta kitu ambacho hakipo. Lakini kama kinaonekana tunafika tunakichukua. Amen. Lakini kwa nini Mungu aliamua kutumia kauli hiyo kwamba tangu nyakati za Yohana Mbatizaji hata sisi leo tunavyoongea hivi, ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka mji ule. Amen. Kamwe kinyonga kile. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunapozungumzia nguvu, hatuzungumzii nguvu za kula ugali. Ndio Baba. Tunapozungumzia nguvu, maana furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Tunaweza mambo yote katika yeye atupiaye nguvu. Amen. Lukia mstari wa 18. Mstari wa 18. Na unasema, Maana tazama nimekufanya leo kuwa mji wenye boma. Sio mji wenye boma. Na nguzo ya chuma. Na kuta za shaba. Juu ya nchi yote. Juu ya ufalme wa Yuda. Juu ya ufalme wa Dar es Salaam. Amen. Na juu ya wakuu wake. Ani wakiamua leo hakuna mizimu watakao kubabaisha. Wakiamua leo kuna vitu vitakukimbia wenyewe. Moyo wako vitakukimbia. Kuna roho ya magonjwa itakukimbia. Kuna roho ya matatizo itaondoka. Shida yako hauna nidhamu kwenye maisha yako. Hiyo ndio shida. Endelea kusoma. Amen. Na juu ya makuhani wake. Na juu ya watu wa nchi hii. Nao watapigana nawe. Unaona, hadi kupigana ni lazima ndugu.
Umenielewa? Wewe ambaye ni mtumishi una vita, ndugu wewe nenda kalime. Sio mtumishi. Amina baba. Nenda kalime. Kabisa. Lakini hawatakushinda. Unaona, kupigana wameruhusiwa. Ndio. Kupigana wameruhusiwa. Kupigana na wewe. Yes. Vita ilianzia kwako. Vita ndugu ilianzia mbinguni. Ukisoma Ufunuo sura 12 mstari wa 7 pale. Kulikuwa na vita mbinguni, sio chumbani kwako, sio sebuleni kwako. Sio kwenye kitanda chako. Mbinguni vita ilianzia huko. Ndio baba. Sio kazini kwako hapo ofisini kwako. Vita ilianzia mbinguni. Amen. Watu wanapambana kule. Malaika Mikaeli anapambana na Lucifer. Wote ni malaika. Amen. Wanapambana. Wewe unataka kupambana? Utaki kupambana? Hata wasomi wanakuambia maisha ni kupambana. Amen. Lazima usimame. Ndio. Wewe ni mwanamume, lazima usimame ujikaze kiume. Hata mwanamke mwingine tunakwambia jikaze kiume. Amen. Hii dunia imejaa kuumiza, kutesa na kuzurumu. Amen. Ani wewe kilio chako ni sherehe kwa wengine. Kicheko chako ni huzuni kwa wengine. Ndio baba. Lazima usimame. Some kitabu cha Yohana. Yohana mtakatifu. Ngapi? Yohana 1. Yohana 1. Yohana 1. Mstari 1 wa mpaka 5. Mstari? Yohana 1 mpaka 5. Amina. Hapo mwanzo alikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, huyo neno alikuwa kwa Mungu. Huyo usome, Hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo yalikuwepo matamshi. Yes. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Hayo matamshi yalikuwa ndani ya Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo matamshi yalikuwa ni Mungu. Hadi leo Mungu akwambia kapate pesa. Wewe amini, sio neno ni pesa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi aliwekewa mafuta akaambiwa wewe ndio mfalme. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatima ya Daudi ni kulisifa. Amen. Mpaka leo mbinguni kuna mchi wa Daudi. Amen. Wewe leo utaacha historia gani kwenye dunia? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima usimame kwa niaba ya wengine. Lazima usimame kwa niaba ya vizazi vitakavyokuja. Yes. Leo hii tuna historia ya baba wa taifa. Amen. Ukienda South Africa kuna wana historia ya Mandela. Ndio. Wana historia ya Mugabe. Yes. Wana historia zimo nyingi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe leo hii una historia gani? Utaacha kwenye ukoo wako historia gani? Utaki kusimama, unatafuta kusifiwa. Unatafuta utukufu wako mwenyewe. Ndugu nakwambia hivi, lazima usimame. Amina. Baba. Biblia hapo mwanzo alikuwa kwa matamshi. Yale matamshi yalikuwa kwa Mungu. Yale matamshi yalikuwa Mungu. Amina. Endelee. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Hadi kila kitu kinafanyika kwa neno. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Unajitamkia nini? Unasema nini? Maana Biblia inasema kwa kinywa chako umepegwa, kwa maneno yako umekamatwa. Yes. Umekamatwa wapi? Ndio. Lazima uondoke ulipokamatwa. Ndio baba. Lazima utoke ulipokamatwa. Yes. Lazima ukimbie ulipokamatwa. Lazima kwa msaada wa Mungu tunaruka ukuta. Au jaribu ukuta aina gani? Kuna wakati mwingine majaribu yanachoma kama moto. Kuna wakati mwingine tunamhitaji Mungu asimame atutetee. Sisi hatuwezi chochote, mioyo yetu iwazi mbele zako. Baba tunajisalimisha kwako. Amina. Tutetee. Tuvushe, tuinue. Tunahitaji neema yako. Amen. Kwa sababu hii dunia nikwambie, wewe usipojisaidia yupo kukusaidia. Amen. Jisaidie kwa lugha kumkimbilia Mungu. Amen. Mwambie Bwana nahitaji unisaidie. Amen. Nahitaji univushe. Amen. Sema mwambie Bwana nahitaji unisaidie. Amen baba. Nahitaji univushe. Peke yangu siwezi. Nimejaribu mara nyingi nimeishia njiani. Nifikishe ninapostahili kufika. Kwa jina la Yesu. Nisomee kitabu cha Isaya 43 na ule mstari wa 7. Twende pamoja. Unayeandika utafaidika sana. Na hili somo 43 mstari wa 7. Mstari wa 7. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema kila mmoja aliyeitwa kwa jina la aliyeitwa, umeitwa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mkristo. Amen. Amen. Niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Mimi nimemuumba, naam, mimi nimemfanya. Walete vipofu. Tulia tu hapo. Mungu anasema yeye amekuumba, naam amekufanya. Yes. Kwa ajili ya
Amen. Yaani Mungu akichungulia duniani, anaona utumishi, anaona usafi, anaona utakatifu, anasema watakatifu wangu walioko duniani, hao ndio walio bora, hao ndio. Amen. Amen. Wewe ukijijua kwamba wewe ni mtu maalum. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenye hata akianguka mara 7 atainuka tena. Yes. Amen. Acha kukata tamaa Kristo. Amina baba. Acha kukata tamaa. Amen. Acha kukata tamaa. Amina baba. Kukata tamaa kwa Mkristo ni dhambi. Amen. Ukisoma kitabu cha Yuda 1:5, kadhalika amekwisha kujua habari Bwana akisha kuokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli umeokoka vizuri, Amen. unatoa vizuri, unafunga vizuri, lakini tatizo lako hauna nidhamu. Amen. Weka nidhamu kwenye neno la Mungu. Amina. Weka nidhamu kwenye kile unachokifanya. Amen. Uone kama utabarikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina baba. Hii ni tuzo. Amina. Hapa katikati kuna nini? Unakiona? Dunia. Hii ni dunia. Ilikuwa hivi. Kuna miti unaiona huko? Hapana. Hapana. Kuna ndege unaona huko? Hapana. Unaona ndege? Hapana. Kuna nyota unaziona? Hapana. Dunia ilikuwa hivi. Yes. Ilikuwa hivi dunia. Amen. Hello. Amen. Hivi vichuma vipo 7, vipo 7. Na sawa siku 7. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini dunia ilikuwa imejaa maji. Soma kitabu cha Mwanzo 1. Mwanzo 1. Mstari wa 1. Ndio. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Yes. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Tena utupu. Haina chochote. Amina. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Hadi giza likaja hapa juu. Hello. Amen. Nani anaamini kwamba ameumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu? Yes. Unaamini kama uliumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu? Amen. Mungu anajua wewe kinywa chako kina nguvu, ndio maana amekupa akili. Ndio maana unataka kuona mama wako una chochote. Amina. Hata usidilio ulovaa ulikuwa una. Kwa namna hata box ulovaa ulikuwa una. Ndio baba. Si una nguo? Amen. Kama Mungu alikupa neema kupata hizo nguo, basi utapata na neema kupata nyumba. Ya kuishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina baba. Swala ni kujua uwezo ulionao. Kwa sababu Yesu aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Amen. Wewe unaona kushindwa au kushinda? Yes. Inategemea unaona nini. Ndio baba. Daudi anasema katika shida yangu nalimuona Bwana amesimama. Amen. Wewe unamuona nani? Mjomba, shangazi? Yes. Acha kukupa. Amen. Kama dunia ilikuwa hivi. Amen. Leo hii kuna miti. Yes. Kuna nyumba na kuna watu. Basi na vingine vitakuja. Amina baba. Nasema vitakuja. Amen. Vitakuja. Amen. Toba na utakaso ndio hatima ya maisha yangu. Amina. Ndio hatima ya kwangu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima utambue kwamba unahitaji toba. Ndio baba. Narudia tena. Amen. Lazima ugundue kwamba unahitaji nini? Toba. Msomaji endelea. Amina. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu alitulia, jifunze kutulia. Unapokutana na changamoto, acha kukurupuka kuwatangazia majirani. Yes. Haja zenu zijulikane mbele za Bwana. Amen. Mwambie Bwana aje moyo wako. Amina. Mwambie Bwana unahitaji nini? Amen. Hii ni dunia ambayo unamweleza mtu shida yako, hapo hujafika pale kashampigia mtu fulani, Bwana siku hizi fulani amefulia. Amen. Amen. Fulani kuisha. Amen. Unatoka hapo leo unafika pale unapigiwa simu, kumbe ndugu yangu anapitia kwenye matatizo hata utuambii. Amen. Unajiuliza, kwani nimetoka tu kumwamini mtu nikampa siri yangu, ya kwake yenyewe imemshinda, kwako ataitunza? Hapana. Mimi ndio maana sinaga rafiki. Amen. Hawa rafiki wenyewe mchongo hawa. Kwa kweli. Amen. Takuwa na rafiki mbea, rafiki muongo kamdomo tu. Amen. Rafiki anakusaidia na kukutangaza. Yes. Eti bila mimi asingekuwa hivi. Yes. Wewe umekuwa Mungu wewe.
Amen. Umekuwa nani? Umekuwa Nyerere? Yes. Umekuwa Mandela? Yes. Hello? Amen. Mungu akawe rafiki yako. Amina. Mungu akawe msaada wako. Amina baba. Hello. Amen. Msomaji endelea. Mungu akasema, jifunze kusema mambo mazuri. Amen. Jifunze kusema mambo mema. Wewe mtu ujolewa kila siku, mimi nani atanioa? Na wenyewe hawapo. Sasa wenyewe ushasema eti hawapo, watakuwepo. Hawezekani. Wewe mwenyewe sasa eti hamna namna kukuoa, umeshasema wewe mwenyewe kwamba hakuna nani? Wanaume. Sasa watakuwepo wapi? Hatakuwepo. Tengeneza. Kila mtu anakula matunda ya kinywa chake. Inategemea unatamka nini unaongea. Amina baba. Endelea. Amen. Iwe nuru, ikawa nuru. Ikawa nuru. Hadi Mungu alisema iwe nuru, ikawa nuru. Sasa unashindwa kuyatamkia maisha yako yawe nuru. Lazima ufike useme wewe giza kwanza leo sitaki. Toka. Amina. Nikikondea nipi andiko unasema wawili watembee pamoja kwa sababu wapatano. Amen. Na kwanza unavunja mapatano na wewe giza. Amen. Toka kwangu. Amina baba. Naingia mapatano na nuru. Mimi ni wa nuruni. Amen. Hello. Amen. Inategemea unatamka nini kwenye biashara yako. Amina. Wewe mwenyewe ushasema nenda kwenye biashara sitapata wateja. Amen. Hello. Amen. Unajua kuna dhambi zingine hata shetani mwenyewe unamsingizia. Kabisa baba. Biblia inasema kinywa chako umetegwa, kwa maneno yako umekamatwa. Unakwenda kule, unasema nakopesha sijui hata nilipa. Wewe mwenyewe ushasema hatakulipa. Nani akulipe? Hakuna. Tamka ushindi. Nasema hivi, nitakopa na kulipa. Kwanza mimi sikopeshi, sio biashara kukopesha. Amen. Amen. Mwanzo sura 3. Amina. Mungu alisema iwe nuru. Nani sema mimi ni tajiri. Lazima useme mimi sio maskini. Mwanzo sura 3. Mwanzo sura 3, neno la Mungu linasema, basi nyoka alikuwa mwerevu. Nyoka alikuwa nani? Mwerevu. Kwa nini Yesu anasema moyo pole kama ua, mwana busara kama nyoka? Yes. Nyoka na busara. Unajua wewe nikwambia kitu kimoja. Yesu kwa nini anaitwa nyoka wa shaba? Ndio. Hujajua? Unajua nyoka ni anapozaliwa tu anajua vitu hivyo. Anajua kuwinda, anajua kujirinda. Wewe tatizo lako ujilindi. Yes. Wewe ndio utakuwa mtaji, unaenda kuwatangazia watesi wako. Nakwambia nikipata ule mtaji nitaanza biashara kwenda China, nitakwenda kule Dubai, nitakwenda wewe wanasema wanakufunga. Yes. Hello. Amen. Wafanye surprise wa nini? Kumbe gani ni ya kwako? Hiyo ni ya kwangu, uliko juu ni ya kwangu. Zipo nyingi tu hata sio wasiwasi. Yes. Hello. Amen. Endelea. Mwerevu kuliko wanyama wote wa Mungu. Wanyama wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo ni nyoka alikuwa mwerevu. Rukia mstari wa 8. Twende haraka. Mstari wa 8. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu. Ya Bwana Mungu ikitembea bustanini. Wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe. Adamu na nani? Na mke wake. Wakajificha. Wakafanyaje? Wakajificha. Hawa jamaa walikuwa si wakoje jamani? Yes. Unajificha Mungu asikuone. Wakajificha kati ya miti ya bustani. Katikati ya mti wa bustani. Wakajificha. Kati ya mti na mti. Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu asiwaone. Ila kweli akili yao ilikuwa kweli akili yao. Yes. Bwana Mungu akamwita Adamu. Bwana Mungu akamwita Adamu. Akamwambia, uko wapi? Leo Mungu anakuuliza, uko wapi mtoto wangu? Mbona kwenye maombi sikuoni? Si biashara ulionipa Mungu. Kosa ni la kwako Mungu. Silipaka biashara kaningekuwa kanisani kwenye maombi. Yes. Hello. Amen. Endelea kusoma. Akasema. Nalisikia sauti yako bustanini. Nikaogopa. Kwa kuwa mimi ni uchi. Yupo uchi. Nikajificha. Akajificha. Akasema. Ni nani aliyekuambia upo uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Nini? Matunda. Tunda. Yes. Dunia nzima wanajua hili ni tunda la samani. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili tunda la samani. Halijawahi kushuka samani yake. Kabisa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi wametoa tafasiri nyingi kwamba ni tunda Adamu alizini na mke wake.
Ndio maana inaitwa tunda la mti wa katikati. Kwa taarifa yako, mke na mume waga wazini. Amen. Mungu alikuwa na shida na tunda, alikuwa na shida na utii wa Adamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani potofu achana nazo. Mungu alikuwa na shida na utii. Amen. Ndio maana Isaya 1 ule mstari wa 18 mpaka wa 20. Ndio. Inasema John tusemezane dhambi zenu zitakapokuwa nyekundu sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukirudia mstari wa 19 anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Yes. Bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tunaona katika bustani ya Edeni Adamu aliwekewa upanga. Ndio. Ili ni tunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Adamu umekula lile tunda. Endelea kusoma. Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami. Kituo. Anza na swali. Mungu alimuuliza Adamu. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uuchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Je, umekula matunda? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imeandikwa tunda, imeandikwa matunda. Matunda. Sasa imani potofu anasema eti alikuwa asile tunda la mti wa katikati. Kwa nenda na imani hii kufundisha leo. Amen. Ni imani sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amini hivyo nalo kufundisha. Amina baba. Sawa? Yes. Nimefanya uchunguzi, nimefanya kila kitu nakiona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ani kiroho na kimwili. Nimeuliza. Amen. Sawa? Amen. Endelea kusoma. Adamu akasema. Adamu anamjibu Mungu. Huyo mwanamke ulionipa matatizo umeyasababisha wewe. Awe pamoja nami. Kwa mtaji huu. Mbona nilikuwa naomba vizuri, naomba na kulia kabisa na nyenyekea. Lakini tangu niliponipa hili gari nimekuwa mzururaji. Kuomba nimeacha. Amen. Kutoa nimeacha. Amen. Hadi Mungu hizi shida zote umezisababisha wewe. Ndio maana kuna watu mpaka leo wanashindwa kufanikiwa. Mungu anajua hivi wewe hapo umekaa kwenye kiti. Ukikuwa na gari lako sasa hivi. Fungu nenda kumsalimia mjomba. Yes. Fungu nenda kuunanili ukutii wala uko wala Mungu anasema wewe tulia kwanza hapa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anajua sasa hivi hapo ukipewa mtaji mkubwa unaweza ukashindwa kutulia kanisani. Amen. Jumapili kujirusha. Yes. Imani sita. Mimi sasa kasali kanisa la kishamba hilo. Amen. Halo. Amen. Mimi ndio kwenye kanisa wanakalia sofa, kiyoyozi. Yes. Surete. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana anapokuinua kuinua kwa ajili yako wewe, kwa ajili yake yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Adamu amepewa baraka ya mke, maana Biblia inasema apate mke apata kitu chema kutoka kwa Bwana. Amen. Amen. Heshima na utajiri katika mkono wa kushoto. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana wewe mwanamume ukipata mke umepata heshima pia upata utajiri. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Mungu kamheshimisha Adamu. Kosa la Mungu ni kumpa Adamu mke. Adamu anaanza kumlaumu. Bwana Mungu usingekuwa wewe kulipo huyo mke. Mimi mbona siku zote nilikuwa mwaminifu. Hatima ya Adamu inaishia wapi? Hatima ya Adamu pamoja na kuita wanyama majina. Pamoja na kuita ndege wote majina. Pamoja na kuita wadudu udongoni wote majina. Hatima yake inaishia wapi? Hatima ya Adamu. Hatima yako leo iko wapi? Kama ingetokea Adamu umekula matunda, ndio nimekula baba, naomba unisamehe. Unafikia tungekuwa tunakufa? Hapana. Unafikia tungekuwa tunalima michongoma? Hapana. Ungefikia tungekuwa tunavuna miba? Hapana. Halo. Amen. Ni kwa sababu pia ni wewe Mungu, kwa nini unafanya? Usiwe kama Adamu. Amen. Usiwe kama Adamu. Amina. Tunaishi kipindi cha neema. Amina baba. Tunaishi kipindi cha toba. Amen. Toba na utakaso. Amen. Ndio hatima. Yes. Ndio hatima yangu. Anikitubu kwa kumaanisha. Ukaomba utakaso kwa kumaanisha. Amina. Mungu anakupa hatima nzuri. Amen. Kwa kosa lako. Amen. Adam alifukuzwa. Endelea kusoma. Huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami. Ndiye aliyenipa matunda ya mti huo. Ndiye aliyenipa.
nikala. Nikala. Bwana